Na mtazamaji, na kutoka huko Meru sasa tuelekee hadi kwa Titus Ominde huko ni kaunti ya Uasin Gishu, ambaye anatufahamisha ya kuwa zaidi ya familia 100 zimeachwa bila makazi katika mtaa wa Kipkaren baada ya kufurushwa kufuatia mzozo wa umiliki wa ardhi kati ya maskota na kanisa lake Anglikana. Na kama anavyotaarifu mwanahabari wetu wa kujitegemea Titus Ominde kwenye sehemu ya ripoti wako, maskota hao wameapa kutotoka katika shamba hilo hadi pale kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa mahakamani. Hii ndio hali halisi ya sehemu ambako maskwota zaidi ya 100 wamekuwa wakiishi. Tumeishi hapa kama bado ni kichaka hata kabla Kipkaren igawanywe ikuwe maploti. Sisi ndo waanzilishi ya shule ya Kimalel kabla hata ikuwe imetengenezwa. Tuliishi kama msituni kama hiyo. Hata manyoka ilikuwa anakujanga tu usiku, unafukuza panya na kuja na ikaa kwa safuria. Asubuhi unastukia nyoka amejibiringisha kwa safuria. Kwa takriban miaka 50 iliyopita, familia hizo zimekuwa zikiita hapa makao. Lakini hapo jana watu ambao wanadaiwa kuwa wauni ambao walikodishwa na kanisa moja katika eneo hili walivamia eneo hili na kubomoa nyumba za walengwa. Hatuna makao. Hapa hatuna makao. Watu unaona sasa hata hapo bali tumehamishia mzigo, unalala nje. Mtu hata kama alikuwa iko mtoto mdogo saa hii alikuwa referral. Niko tu ni mafuli yangu mzuri tunakaa hapa. Sasa sina namna. Nataka watupe tu kitu yenye tutakaa naye. Na tusaidie kama iko serikali. Tunaomba kama hawa wameshapomoa nyumba yetu, apatie sisi kitu ambayo tunaweza kwenda kujisaidia mahali tunaenda. Kufikia sasa waasiriwa wanaomba hisani kutoka kwa serikali ili wapate msaada wa kuwasaidia kuendelea na maisha yao ya kila uchao. Sisi hatuna haki, tunafaa kukompensetiwa enye bado haijafanyika. Sisi ni Wakenya, tunadai haki sawa na kila Mkenya. Viongozi wa kidini haswa mwenyekiti wa Baraza la Waislamu na maimamu kanda kaskazini mwa bonde la Ufa, Sheikh Abubakar Bini, amekosoa kanisa la Kianglikana kwa kubomolea wahusika kinyama pasipo kuzingatia utu. Kanisa hili lifikirie namna gani hawa watapata makao ya kukaa. Hatutaki kuzungumzia serikali kwa sababu tunataka kuzungumzia shida hii imeletwa na kanisa, na wao wenyewe watafute njia ya kulitatua hili. Kwa hivyo all people alifikiria hili, kama atawatengea sehemu wawasaidie kujenga, waishi mahala ambapo wameishi miaka 70 iliyopita. Hawa watu wameadhirika. Jana tangu juzi wamelala njaa, watoto wamedhulumika, hawajaenda shule. Sasa hivi mashule wanafanya mtihani ya kufunga term muhula, hawajaenda shule, hali yao haieleweki. Nikiripotia NTV Mashinani, mimi ni Titus Ominde kutoka kaunti ya Uasin Gishu.